ambayo mchana huu kwa dakika zile ambazo zitakuwa mbele yetu, ukitega sikio naamini utapata faida. Tutasoma sehemu ambayo mara nyingi tumekuwa tukisoma, lakini Mungu atatufundisha kwa mafunuo zaidi ili tupate kufahamu kwa nini Mungu aliandika haya maneno. Mungu hana upendeleo. Kama unaandika Mungu hana upendeleo. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kusema, kwa nini Mungu anawabariki hawa na waacha hawa? Kwa nini Mungu anambariki yule na niacha mimi? Hapa kuna namna tu. Kwa nini amemponya yule amemwacha huyu? Maana wako wengine wameugua sana na wameomba sana, lakini hawakuwahi kupata bahati ya kupona. Lakini wako wengine wameugua sana, walipoombewa wakapona. Sasa unaweza kashangaa, mbona huyu haponi na tumeomba sana, lakini huyu mbona tumeomba kidogo kapona? Usije ukatengeneza katika fikira zako kwamba Mungu atakuwa anapendelea. Mungu hapendelee, kila jambo analifanya kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma leo sura nzima na sehemu nyingine kidogo leo kwa sababu muda tunao. Tutasoma Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 27. Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 27. Neno la Mungu linasema hivi mbele za Bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washamu kushinda, tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke, mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyotoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi wakaenda zake, akachukua mkononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Waraka ule ukisema, waraka huu utakapokuwasilia. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha? Hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyalarua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyalarua mavazi yako? Naye aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, nenda ukaone, akasema, nenda ukaoge katika Yordan mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake,
na kunipitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, sio bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angekuambia kutenda jambo kubwa, usingelitenda? Je, si zaidi basi kukuambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Mstari 16, lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokee kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo baghala 2, kwa maana mtumwa wako atatoa tena sadaka ya kuteketezwa, wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Jambo hili Bwana amwachilie mtumwa wako, bwana wangu akiingia nyumbani mwa Rimoni ili aabudu humo, naye akategemea mkononi mwangu, nami nikijinama nyumbani mwa Rimoni. Hapo nitakapojinama nyumbani mwa Rimoni, Bwana amwachilie mtumwa wako jambo hili. Akamwambia, enenda kwa amani. Mstari wa 20, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama, bwana wangu amemwachilia huyu Naamani Mshami, asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta, kama Bwana ilivyo. Mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu anapiga mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki. Akasema, je, ni amani? Akasema, amani, bwana wangu amenituma kusema, tazama, sasa hivi wamenijia kutoka milimani kwa Efraimu vijana 2 wana wa nabii, wape na kuomba talanta ya fedha na mavazi 2. Naamani akasema, uwe radhi ukatwae talanta 2. Akamshurutisha, akafunga talanta 2 za fedha ndani ya mfuko 2 na mavazi 2 akawatwika watumishi wake 2, nao wakayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani, alivitoa mikononi mwao akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu kuondoka, nao akaenda zao. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake Elisha, akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Akamwambia, je, moyo wako haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba, mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa wa kijakazi?
basi ukoma wa Naamani utashika wewe, ukoma wa Naamani utakushika wewe na mavazi yako hata milele, naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunaona mtu mmoja anaitwa Naamani. Huyu mtu Biblia inamsifu sana kwa namna ya nafasi zake alizonazo miaka hiyo. Huyu alikuwa jemedari wa vita, ni kiongozi mkubwa sana, alikuwa ni mtu mwenye heshima sana mbele ya mfalme, alikuwa mtu mwenye utisho sana. Lakini huyu mtu alikuwa na shida kidogo. Biblia inasema huyu mtu alikuwa na ukoma. Pamoja na ujemedari wake, pamoja na kufahamu mambo mengi ya kivita, lakini alikuwa na mapungufu katika mwili wake. Wakati mwingine huwa anawazaga hivi, hata hao watu waliompa ujemedari, ikiwa mtu ana matatizo kama yale, walimpampaje? Sisi jeshi letu hapa, huwezi kupata cheo kama wana mapungufu ya viungo. Umekatika mguu, huwezi kuwa kiongozi wa jeshi. Umekatika mkono, huwezi kuwa kiongozi wa jeshi. Lakini huyu alikuwa jemedari mkubwa sana, mfalme anamwamini na kumtegemea, na huyu anazipigana vita si kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika pita yao, katika hali ya kupiga na kuteka, wakamteka binti mmoja wa Kiisraeli. Walipomteka binti huyu wa Kiisraeli, wao walitegemea akawe sehemu ya utumishi wa mke wa mfalme, akatumwe kazi pale ndani, ili mke wa mfalme aweze kula maisha na kufurahia ufalme wake wa mumeo, ili aweze kuenjoy maisha ya dunia hii kwa kuwatumia wana wa Israeli kama wafanyakazi wa ndani. Nataka twende taratibu, mtanielewa baadaye. Yule mwanamke ambaye mfanyakazi alipochukuliwa kwa lengo la kufanya kazi, alipofika akakutana na Naamani akiwa katika hali ya ukoma. Yule mwanamke akaona hili jamaa vipi hivi? Mbona ni jitu lenye cheo kikubwa lakini lina matatizo? Lakini matatizo kama haya sisi kule, yuko nabii mmoja huyu, mbona akienda atapona? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini wakati anaongea, hakuongea na Naamani mwenyewe, aliongea na watu fulani ambao walikuwepo pale ndani. Waliposikia ile habari, tena cha kushangaza, wale watu walibeba kwa uzito mkubwa. Hebu twendeni tuibebe hii, haiwezekani. Huyu bwana amezungumza vitu kavitoa wapi? Hebu twendeni kwanza tuipitishe hii habari ifike, tuone kama itakuwaje kuwaje. Mimi nataka nikuambie wewe Mkristo, lazima Ukristo wako kwanza ujue, na lazima Mungu unayemtumikia umjue. Sio kumjua kwa sura, umjue kwa uwezo wake. Kama Mungu unayemtumikia hujui uwezo wake, we huna faida ya kuwa mtumishi wa huyo Mungu. Huyu binti ndio aliyokuwa nabii wa kwanza badala ya Elisha. Bwana asifiwe. Tena aliyomponya yule binti sio Elisha, alikuwa ni huyu binti aliyomponya Naamani. Ukifuata vizuri ile habari utatambua, lakini sio hivi utajua. Lakini nataka kuambieni, tunazungumza zaidi mambo ya mafunuo. Alipozungumza yule binti kwamba mtu kama huyu akija kule, huyu anapona. Unajua mtu amekatika mikono, hana vidole, haingia akilini anaponaje vidole wakati hana. Bwana asifiwe. Haingia akilini. Hivi unaweza kuhubiri injili ya mtu mkoma hana vidole ukamwambia Mungu anaponya, vidole vyako vinarudi? Bwana Yesu asifiwe. Pagumu sana. Yaani haingia akilini kumwambia mtu amekatika mguu halafu mguu wote tena urudi kama kawaida. Si kwamba Mungu hawezi. Mungu anaweza. Shida tunazo sisi kwa kuona dosari alionayo mtu.
Yule mwanamke anasema huyu pamoja na hali aliyonaye, akikutana na yule nabii kule, yule ambaye mtu wa Mungu, huyu hana tena ukoma, huyu anarudi katika hali ya kawaida. Maana yake yule binti alianza kumjua Mungu wake na uwezo alionao. Ndio maana alikuwa na uhakika kwamba huyu mbele za Mungu ambaye mimi ninamjua, huyu hataweza kutoka na huu ukoma tena, atatoka akiwa katika hali salama. Bwana asifiwe. Lazima tukitembea tujue uwezo wa Mungu wetu, haijalishi tunakutana na akina nani. Ndio maana niliwaambieni Mungu hana upendeleo, kwa sababu Mungu anataka wewe ujidhihirishe mbele za wanadamu huku ukijua uwezo wake na matendo yake. Haijalishi mbele umekutana na nani, yukoje na dini gani. Huyu mtu ambaye yeye anakwenda kuponya kwa Israeli, hawa watu walikuwa wakikinzana hawa katika hali ya kawaida. Wewe huwezi kusimama leo hii ukamtangaza Idi Amin kwamba Idi Amin ndio tunakuponya, huwezi kibinadamu. Mtu ambaye anakinzana na wewe mwambie bwana Mungu anasema hivi na hivi, huwezi, unaogopa. Lakini alichokifanya huyo binti kwa uwezo wa Mungu wake alivyo, akasema wewe hutatoka hivi, utapona tu. Lazima tu litangaze kanisa letu kwa matendo makuu ya Mungu tunayemjua. Ndio maana binti anasema wewe ukienda kule mlikonitoa, maana alikuwa akizungumza Mungu wa Israeli na uwezo wake. Anasema mkienda wewe, ukienda kule ulikonitoa, ambako nyinyi mliteka, ambako ndiko kuliko na Mungu wa Isaka na Ibrahimu na Yakobo, huko huyo anasema huyu na huu hali yake hawezi kutoka hivi atarudi akiwa amepona. Maana yake binti anajua mmenichukua mateka sawa, lakini Mungu nilionaye ana nguvu kuliko mateka mlionikamata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wale watu akaona hili neno mbona ni jipya. Hebu twende tukamwambie kwanza huyu jemedari kwamba bwana kumbe wewe unaweza ukapona. Yuko mtu huko anaitwa Elisha. Wewe ukienda ukikutana naye wewe utapona. Alipomfikia habari yule mfalme akasema hapana, lazima niandike barua iende kwa rais husika. Nataka nimwambie amponye huyu mtu, mimi ananitesa siku nyingi na hali hii. Nashindwa kuwa na sura nzuri ya kiutumishi. Huyu mtu anaokoma. Nitaandika barua imwendee rais kule. Haleluya. Mfalme anaandika barua kubwa, anataka huyu sasa akaponywe na rais wa kule. Hajaelewa alichosema huyu binti. Binti anasema kwa habari ya Mungu wangu mimi na nabii aliyoko kule, huyu ukoma wake utamwachilia. Lakini mfalme wa nchi anasema ninaandika barua itakwenda kwa mfalme wa nchi, tena nataka mfalme wa nchi amponye huyu mtu haraka sana. Angalieni haya mambo yanavyogongana. Huyu anazungumza imani na huyu anazungumza nguvu za kiutawala. Mambo mawili tofauti. Ukimjua Mungu wako utajua namna gani ya nguvu alizonazo na namna ya kuzifanyia kazi zile nguvu. Bwana tusaidie. Haleluya. Barua inaandikwa, inakutana na mfalme. Mfalme anajua kwamba Naamani na kundi lake ni watu wa vita, ni wagomvi sana. Wakikuletea habari wanaweza kukuvamia muda wowote. Mfalme anayesoma barua anaona hii mambo makubwa. Dunia ilisaharibika, hawa wananiharibia nchi yangu. Mimi wafanya kitu gani hawa watu? Wamezoea uchokozi. Itakuwaje? Mimi siwezi kukaa tena. Akachana mavazi, akatupa chini. Maana yake adhabu, akaanza kujikuta anaingia katika toba kuliombea taifa lake. Kumbe swala sio hilo. Mungu unayemwamini, Mungu unayemtumainia, unawaaminisha watu kwa kiwango gani? Na wangapi umekutana nao wakiwa katika hali ya kushindwa, ukawaaminisha kwamba Mungu wa Ilala Mchikichini, kwa hali ulionayo utapona. Zaidi ya kusema wewe kuna Mungu mwingine ukienda huko kawa utakutana naye, huko ndio utakwenda kupona. Huyu mwanamke akusema nenda Mungu mwingine si uko wapi, akawaambia njoeni huyu kwa Mungu wa Israeli. Huyu ni kiboko wa kila kitu. Wewe hutabaki hivyo ulivyo. Sisi tuna nafasi kubwa sana ya kufurahia maisha ya Ilala Mchikichini na kumtangaza Mungu hapa, kwa sababu tunamjua. Hiyo Mkongomani ukienda Kongo kawaambie nilikuwa Tanzania Ilala Mchikichini. Mungu wa mahali pale hakuna ugonjwa uliosimama, hakuna dhiki zilizowatawala watu. Mungu wa mahali pale ujibu kwa mapigo. Wewe unayekwenda nchi yoyote unaenda kawaambie Mungu wa Tanzania Ilala Mchikichini ni kiboko. Huyo hasimami juu ya chochote, yeye ukimwita anaitika.
Lazima kanisa lako ulitangaze kwa matendo makuu ya Mungu unayemjua. Haijalishi katika madhabahu yuko nani, nenda kawaambie mahali hapa yuko Mungu ambaye yeye hutibu kwenye mtaji wa kutibu. Ndicho alichokifanya yule binti. Baada ya kuchana barua yule mfalme, Elisha anapata taarifa kwamba huko kimeshaharibika, watu wameshatupa nguo na vitu vingine. Inakuwaje? Jambo gani limetokea? Akasema, mwambieni huyo Naamani aje huku. Binti alizungumza kwa habari ya mimi nabii wa Mungu, wala wewe mfalme usipate tabu, kula kuku huko uliko. Mwambieni apande farasi wake aje huku akutane na mkono wa Mungu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Yaani namna ya kumtumia Mungu wako na uweza wake. Namna ya kumtumia Mungu wako na uweza wake. Ndio maana hata binti anasema, Baba yetu wa mbinguni tunakutukuza. Watu hawaelewi kwa sababu Baba yetu wa mbinguni tunamtukuza wapi? Akiwa anafanya nini? Kumbe hujajua Baba wa mbinguni anatukuzwaje. Ziko nyimbo zingine huwa zinawaliza watu machozi, kwa sababu ukishasikia Baba wa mbinguni tunakutukuza, unaanza kufikiri, je, nimetembea katika njia zipi mbaya ambazo hazistahili kumtukuza Mungu? Ndipo watu wanaanza kutubu na kulia kwamba Mungu nisamehe, mimi nimekosea, mimi sijatenda sawa, mimi sikuwa mwaminifu, Mungu nisamehe. Wakati unasikia Baba yetu wa mbinguni tunakutukuza, ndipo Mungu anaposuka, maana anaona kijana wangu amejua uwezo na uwepo wangu. Huyo ndo Mungu ninayemjua. Huwezi kusema Baba yetu wa mbinguni, mwingine anarusha miguu kama anacheza rege. Unacheza bure. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Elisha akiwa amekaa pale ndani, Naamani anakuja pale akiwa na matakataka yake, kwa maana ya magari na mafarasi. Akasema, hebu nionyesheni huyo mtu yuko wapi? Yule mtu wa Mungu anasema, mwambieni akaoge huko aondoke. Vitu vingine kwa. Yaani ukimjua Mungu wakati mwingine unajivuna. Wewe haiwezekani anakuja mkuu wa majeshi hapa, mchungaji yuko pale ofisini, mkuu wa majeshi yuko pale nje, ana mahitaji ya kuonana na mchungaji ili apate kila ambacho anaamini kikipata kitamsaidia. Mchungaji anatoa agizo tu, wewe Sabuti, mwambie huyo aende baharini akaoge maji, aende akafanye shughuli zake. Ukitizama kama ni jeuri kwa Elisha, anafanya jeuri au nyinyi mnatafsiri vipi? Kama kadharau hivi, kama unaye vipi aende akatoa upele wake huko. Yaani ujeuri wa Elisha ulikuwa kwenye kumjua Mungu na uwezo wake. Akimtizama Naamani anaona ni mtu ambaye asio na tatizo mbele za Mungu. Yaani tatizo la Naamani lilikuwa kwa Naamani mwenyewe. Mungu aliona kwa Elisha ndio tatizo la Naamani aliona kama uwepesi tu, kwamba siwezi kutoka niende nikamwekea mkono. Tatizo la kumwekea mkono siri, ili ni swala la kuoga na uchafu wake aondoke akapona kufanya shughuli zake. Si umeona faida ya kumjua Mungu? Yaani kuna wakati mwingine umekaa ndani unaagiza tu mapepo na wachawi kunje, msikatize wala msitumie angani, na nataka nipumzike, nimechoka na kazi. Haleluya. Yaani unaagiza tu kwamba mimi nimechoka sana, nataka nipumzike, sasa kusikia kelele. Wanyama na wadudu wanakutii kwa sababu yuko mwenye mamlaka amesema neno. Yuko anayemjua Mungu kasema neno. Bwana tusaidie. Haleluya. Naamani anaona huyu mtu mimi nilitegemea anakuja aniguse nipapase. Watu mshindwe kwa jina la Yesu. Mnataka mkiombewa mshikwe ili muamini, mkishikwa mnapona. Sikiliza vizuri, liko neno tu la Mungu mwenye uweza, likitamkwa hapo hapo ulipo unapokea uzima. Si lazima ushikwe. Naamani anasema ninataka nishikwe mimi ili nikishashikwa nione namna gani napata uzima, na kutangazia Mungu mwenye nguvu, na hasa ukimjua. Ukisema neno lazima lifanye kazi. Ukiagiza lazima agizo liweze kutimia. Ndio maana Elisha alikaa akasema, mwambie aende akaoge huko baharini, akitoka asije hapa, aende zake kufanya shughuli zake, maana anajua Mungu alionaye na uwezo wake. Huyo ndio Mungu wa mahali hapa. Ninataka utakapokwenda kumkuta mkoma yote, mwambie yuko Mungu Ilala Mchikichini. Yeye akisema neno lazima upone. Hata ukikutana wenye vifafa huko, hata ukikutana wenye ICV, hata ukikutana kila aina ya matatizo, mwambie yuko Mungu. Mtumishi wa Mungu akisema tu lazima utapokea uzima, na ndio Mungu ambaye mimi ninamzungumza. Haleluya. Haleluya. Hebu tufike wakati tujue Mungu tunayemtumikia wa namna gani.
Tunapata tabu kwa sababu tunavutana kulazimishana tumjue Mungu. Ananifurahisha huyu binti. Mimi wakati mwingine anasema huyu binti ni zaidi kuliko Elisha, kwa sababu unabii ulioshafanywa na yule, miujiza ilishafanywa na yule, tena na kusema yule kwake Elisha ilikuwa rahisi. Ndio maana Elisha akataka kumuona yule. Lakini huyu aliyosema hasemi kwenye Biblia. Kumbe hata wewe unaweza ukasema neno likamsababishia mtu akafanya miujiza. Mungu akafanya miujiza kwa mtu, wala sio mtu akakuzungumza, lakini Mungu anajua alichotaka ndani yako. Ndio maana anataka useme unakokwenda, umtangazie matendo yake makuu ili afanye. Na ndio maana Mungu hakumwangusha Elisha, kwa kuwa anajua yuko mtoto pale, alitamka neno na likafanyika. Bwana Yesu atusaidie. Hautakiwi kujiogopa wala kuogopa. Simama imara, wewe ni nabii miongoni mwa manabii. Usije ukaogopa kwamba mimi itakuwaje, huyu mtu itakuwaje. Hapana. Wewe jione ni nabii uliokamilika mbele za Mungu. Hata ukienda hospitalini, usifikiri mtu. Mfikiri Mungu mwenye uweza. Ukimwona Mungu kwa upana wake, basi jua ni yule yule. Kama alimponya Naamani, unamkuta mtu ambia Mungu anakuponya wewe, hapo inuka, ondoka. Usianze kutengeneza mashaka. Ukitengeneza mashaka, ile hali inakurudia wewe mwenyewe. Unafikiri yule binti ilikuwa kazi rahisi kuzungumza mbele ya wale watu? Kwanza katekwa. Mtu mwingine alikuwa na mawazo mengi, vipi mimi nitaishi vipi hapa? Lakini wakamwambia, nyie kweli nimetekwa, niko chini yenu, lakini huyo jemedali wenu huyo, chana vidole huyo, na mwili umechoka kama ngiri namna hiyo, aende kule. Huyo anarudi mzima huyo. Unafikiri ilikuwa neno jepesi? Halikuwa neno jepesi. Ndio maana nawaambia tunazungumza mambo ya kimafunuo zaidi. Kuna vitu vingine vimejificha sana ndani. Watu wengine wamekuwa na vipawa lakini hawavitumii kwa sababu wanaogopa, wana wasiwasi. Sisi nikasema kisipofanyika, je, watanionaje? Atakaonaje nani? Kwani unaponya wewe? Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Naamani anasema mimi naondoka hapa, maana ninaona huyu mtu haonekani kunijali, haonekani kuniheshimu, nilichokitegemea sicho hicho. Hebu waseni mipikipiki na mabajaji, tuondoke sisi, hapa tuweze kukaa hapa tena. Wewe unamkomoa nani? Ugonjwa wako mwenyewe, nenda. Mwambie njoo hapa, wewe mtulivu. Tatizo nini? Tulia upate unachotakiwa kupata. Kuleta vurugu, nenda. Wale vijana ambao wanasaidiana naye katika safari ile, akamwambia mzee, bora ipi? Kubali uoge. Kaoge bana. Hata kutoka huko tumekuja hapa na uoge vipi bana? Ile jamaa pande la mtu lile limejawa na ukoma, wakati mwingine akili zinamrudia. Anawaza na mimi nisipokuwa makini naweza nikaishi na ukoma milele. Acha niwasikilize. Unajua kuna wakati mwingine ukiwa na level kubwa ya utumishi, kuwasikiliza watu wa chini ni kazi sana. Sasa kwa level ile jamaa ilikuwa ngumu kuwasikiliza wale jamaa ambao wanahangaika na kupiga punda na nini. Lakini lile jamaa likashuka. Basi turudi. Walipofika kaambia, wao ulishaambiwa nenda kwenye kile kimtu kaoge. Tumbukia, pandisha, tumbukia, pandisha, tumbukia. Ya saba utakuja kuangalia jinsi utakavyokuwa. Vipi, tunaoga na nguo au naogaje? Wewe nenda kaoge. Unauliza unaoga na nguo vipi? Tumeshakwambia nenda kaoge. Ukitaka tumbukia na nguo zako, acha, nenda kaoge. Mara ngapi? Mara 7. Yaani habari ya imani alionayo mtu huaga iwage na masharti. Yeye anachoambia fuata maelekezo. Bwana Yesu atusaidie. Bwana asifiwe. Usipate tabu habari ya kumwambia mtu matendo makuu ya Mungu. Tunafungwa sana na watu huko barabarani, hasa wenye imani tofauti. Na wametufunga hata kushindwa kuwaambia ukuu wa Mungu. Kwa sababu wewe unayetaka kumwambia unaanza kujiuliza, nikimwambia hivi je, akiniuliza hivi? Nikimwambia hivi akiniuliza hivi? Basi nakata pale, wala uwezi kusema tena. Kumbe uwezi kujua wako watu wanateseka, wanategemea neno la kinabii kutoka kwako. Kwani kuna mtu ambaye anategemea kama yule binti angeweza kuleta neno la kinabii, yule bwana angepona? Hakuna. Sasa wangapi tunakutana nao huko wanateseka na dini zao wanazo? Kumbe sisi tumebeba neno la kinabii kwa ajili ya hao. Kwa hiyo wewe usiogope, utakapokutana naye mtu yeyote awe na mguu asiwe na mguu, mwambie neno la kinabii kwa habari ya nyumba hii, kwamba njoo katika nyumba hii, wewe hivi ulivyo hutakuwa hivyo. Usitengeneze shaka ndani yako. Mungu atusaidie. Haleluya. Lile janamume likaenda kutumbukia. Yordani likazama pwa, ya kwanza likarudi, ya pili,
ya 3, ya 4, ya 5. Anauliza kwa nini ya ngapi? Ya 6. Alipoibuka ya 7 akaona haya mambo hayawezekani. Ni mimi au vipi? Nimependeza au sijapendeza? Maana kuna wakati mwingine inabidi waulize wanaofuatana nao kwamba vipi, nimependeza au sijapendeza? Watu wanambia bwana, unang'aa sasa hivi, ngozi yako laini kama ya mtoto mdogo. Sasa tunafanyeje kwa hali kama hii? Sikiliza, panapokuja ni pagumu. Panapokuja pagumu, hapo ndipo watu wanapochukiana. Naamani akasema ngoja turudi. Haiwezekani, mimi nilikuwa na ukoma na sasa nimekuwa mzima, halafu niondoke hivi. Lazima nikamshukuru Mungu wao. Hivyo nafikiri shetani hajui. Kuna maneno yanakuja hapo mbele. Kuna maneno yanakuja hapo mbele hapo. Kuna maneno yanakuja. Lakini baada ya kwenda kufika pale, Elisha akiwa bado ndani kule kule akawaambia, "Nie, hivyo mlivyo navyo ondokeni navyo." Kwa nini yule anasema hivyo? Kwani kuna kanisa linazuia kutoa sadaka ya shukrani? Hatufanye hilo hapa. Ni kweli Elisha alikuwa hataki sadaka ya shukrani? Mbona tushirikiane, niko peke yangu? Ni kweli Elisha hataki sadaka ya shukrani? Si tumeona watu wakitendea mambo makubwa hata hapa, wanakuja kumshukuru Mungu na tunaenda kuwaunga mkono. Elisha akakaa ndani, akatoa miujiza kwa mshapona, amerudi analeta mzigo wa pesa, akaambia we, na utoke na mzigo wako. Ni kweli kashiba pesa yule? Sikiliza vizuri. Wakati pesa zile zinatoka zinakuja pale, yule mwamba alizinenea maneno zile pesa. Alisema kwamba hizi pesa ninakwenda kumpelekea yule atakayeniponya. Magonjwa yangu yabaki kwenye hizi pesa. Atakayezichukua hizi pesa akafe na ugonjwa nilionao mimi, kama nitakuja kupona. Sio kila pesa unaipokea inakufaa. Na ndio maana watumishi wengi wanakufa. Elisha anamwambia toka na pesa zako, toka na vifurushi vyako, nenda huko ulikotoka. Mungu alishamwambia usichukue hata kitu kimoja. Ulichokifanya nicho nilichokutuma, mwacha ende zake. Hivyo vingine mwacha ende navyo huko akawapa watu wengine. Kumbe ndani ya pesa ndimo ulimo ukoma wa Naamani. Kumbe ndani ya pesa ndimo vilivyo vitu vibaya ambavyo Naamani alikuwa amevinuizia. Sasa Gehazi yeye alipoona mzigo unaondoka, mate ikamdondoka, akasema mtumishi, tunafanyaje kazi? Tunasema kila siku madhabahuni wanakula huko. Sasa tunakaa tutakula nini wakati mzigo umekuja? Sasa sikiliza, wewe kaa ndani huko, huyo mtu bahati nzuri mjui. Mimi nimemwona, sasa ngoja. Akapata namna ya kutereza ili amtafute yule katika hali nyingine. Akavuta mbio, bahati nzuri yule mwamba akiwa na furaha, akiendelea kutembea na magari yake yale, akiwa na furaha, akakuta kuna watu nyuma anatimua vumbi kweli kweli. Yule Gehazi anatimua vumbi kweli kweli, anasema haiwezekani, kama madhabahuni tunakula kwa madhabahuni, hivi haviwezi kurudi vinakotaka kurudi. Hakuuliza huku nani. Acha kula pesa za Mungu. Shauri yako. Mara nyingi hata wachungaji wao wanasema neno moja. Wanasema hivi, andika maombi yako, ambatanisha na sadaka. Sadaka hiyo itamkie maneno. Hawasemaje hivyo? Shauri yako kama utamki. Anasema tamka maneno. Katika maneno naye tamko yako ya aina nyingi. Wako wengine wabovu wa akili. Wanasema katika sadaka hii ninataka akili zangu mbovu zieremee na sadaka atakayekula akili zangu mbovu zimwendee huyo. Wako wengine anasema mimi ni tasa wa kudumu, nasema ninatosha utasa wangu. Hizi pesa ninazozitoa nataka utasa wangu uambatana na hii pesa. Niondolewe utasa, atakayekutana naye atajua yeye mwenyewe. Wako wengine wanaabuliwa katika familia zao. Wako wanaona kila mwaka wanakufa. Wanasema ninatoa sadaka hii, ninaomba Mungu ugonjwa nao huo familia zetu kila mwaka. Ifike wakati uteketezwe na hii sadaka, iende pamoja na sadaka. Kila neno linafanya kazi kwa taarifa yako. Msifikiri kazi rahisi. Sasa kuna uzembe unafanyika. Kuna wakati pesa imetolewa, mtu anapewa, bwana hii pesa kanunua kitu fulani. Mwingine akishafika anaifanya sivyo. Vumilia kidogo. Umeambiwa fanya hivi na wewe unafanya vingine. Ama ujizidishie pata kwa ajili ya kula pesa. Unakula pesa yenye matamshi ya watu. Mwisho wa siku utajikuta ndani yako wewe huwezi kupona, kwa sababu unakula yale matamshi ya watu ambayo yameendelea kuishi ndani ya madhabahu.
Muulize Gehazi alichokifanya. Anakimbia anakwenda kuchukua pesa zenye matamshi. Anakuja anafanya ujanja na wale watu wake. Anasema kusanyeni huu mzigo nipeni hapa. Yule akapewa mzigo. Naamani ana furaha, anambia Mungu pimieni huo mzigo. Hatuwezi kuli na fedha bana. Sisi tuna fedha halafu tunarudi nazo ili iwe. Wewe vipi? Pesa napeleka wapi? Sina ukoma, vidole vyangu viko vizuri, unaniambia pesa ni nini? Mpe matatizo hayo, mpeni huyo matatizo. Mwanaume akachukua mzigo akapiga cross mpaka upande mwingine, akaweka mzigo akarudi mbele ya kanisa akatulia kama mwaminifu. Elisha akamwambia njoo. Wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa around. Nipo. Wewe si mtumishi wa Mungu, ulikuwa wapi? Niko around. Hamna tena. Tuko pamoja. Uko pamoja vipi? Niambie ulikuwa wapi? Mbona unaonekana umekwenda kuchukua ule mzigo kule na umekwenda kuweka sehemu? Unajua kwa nini nilizuia wewe usiende kuchukua? Mkuu, unajua tena mambo ya Sauli. Sisi tunakula huku. Sasa umekula moto. Toka nje. Kilichomkuta. Si tumesoma hapa? Kimemkuta kitu gani? Mtu mmoja apaza sauti. Kilimkuta nini? Na ukoma wa Naamani uliokuwa katika sadaka aliyonyunyizia ilihamia kwa nani? Gehazi kauvaa ule ukoma kama ulivyo. Akaambia nenda. Utumishi wake uliishia pale. Kula pesa ya moto, utumishi wako unaishia hapo unapokula hiyo pesa ya moto. Sifikiri watu wanakimbia kushika pesa wanaona kitu kizuri. Wanajua huu ni moto. Watu wanatamkia maneno. Nikigonganisha mikono yangu vizuri nikajikuta na baki change, kumbe yanabaki matatizo. Change imekwenda kule, matatizo yanabaki na mimi. Mnitue. Hawezi kujua kama hakukuwa na mafunuo ndani yako. Haya ni mambo ya kimafunuo. Ujue kitu gani kilifanyika. Mwanaume anatoka pale akiwa ametota ukoma. Njemba iliacha ukoma baharini kule kwenye mto Yordani, imemhamia huyu mtumishi hapa. Akaanza na yeye kuwa miongoni mwa wakoma. Nani alimpona? Siku nyingine. Naomba hapo usome Luka. Soma Luka 4. Soma kwanza Luka, naona naenda mbio, muda jana nataka kunikimbia. Soma Luka 4:25 27. Kama umefika, kama hujafika tasoma mwenyewe. Soma 27, 25, 27. Luka 4:25, 27. Ndio. Lakini hakika nawaambia palikuwa na wajane wengi ndio nchi ya Israeli. Zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, ndio njaa kuu ikaingia nchi nzima, wala Elia hakutumwa kwa mmojawapo ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo, wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake, akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya, akawa akiwafundisha siku ya Sabato. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Na ndani ya sinagogi ilikuwa na mtu mwenye roho
ya pepo mchafu. Haleluya. Akalia kwa sauti kuu. Haleluya. Akisema, acha. Haleluya. Nawe. Haleluya. Yesu wa Nazareti. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukisoma Luka 4:25 anasema hivi, lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Panatosha. Biblia inasema palikuwa na wajane wengi sana, lakini katika wajane wale wengi, si kwamba Mungu alisema na kila mjane. Alipomtumia Elia kwenda kwa mjane mmoja wapo, ili jambo liweze kufanyika tofauti na vile watu wengi walivyokuwa wakifikiri, ndivyo Mungu anapokwenda kukutumia wewe katika mtu mmoja wapo ambaye pengine utakutana naye. Aina ya watu ambao unakutana nao wako wengi sana, lakini Mungu anakusudi na huyo unayekwenda kukutana naye. Haijalishi ugonjwa gani alionao, wewe Mungu atakutumia kumrejeshea yule uzima, kwa kuwa Mungu anasema katika enzi zile kulikuwa na wajane wengi, lakini yule mjane wa Sarepta ndiyo Elisha alikwenda kufanya jambo pale la kimiujiza. Je, tunapishana na wajane wangapi hatuwaambii matendo makuu ya Mungu? Hivyo unajua huyo mjane unayekutana naye alipasa umwambie matendo makuu ya Mungu apate kubarikiwa. Je, tunakutana na wangapi wenye uhitaji? Je, tulishawaambia matendo makuu ya Mungu? Pengine huyo ndiye katika wengi wenye uhitaji Mungu alitaka muinua huyo. Je, tumekutana na watu wangapi wagonjwa? Je, tulishawahi kumwambia kwa habari ya matendo makuu ya Mungu? Maana hujui katika wagonjwa wengi pengine huyo ndio Mungu alimkusudia. Kumbe Mungu anatupa kazi sasa. Kila hatua tutakayopiga na kila kitu tutakachokutana nacho, yatupasa kusema ukweli wa Mungu ili Mungu afanye kitu kwa huyo. Haijalishi kwa huyo au kwa mtu mwingine. Inawezekana wakawa miongoni mwa wengi wanaosumbuliwa, lakini huyo akaja Mungu akatukuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sinasema hapa chini kulikuwa na wakoma wengi sana. Si kwamba huyo Naamani alikuwa peke yake. Walikuwa wakoma wengi sana. Tena hata Biblia ukisoma kwenye kitabu hicho cha Wafalme huko, inasema kulikuwa na wakoma 4 ambao nao waliamua jambo lao. Hao nao walikuwa na mapungufu pia. Lakini Naamani alipokutana na yule binti akatoa unabii kwa habari ya maisha yake, na Naamani akawa mzima. Lazima tutumie hii nafasi katika wingi wa watu wenye shida. Sisi tusimame kuwa sehemu ya nabii juu ya wao na shida zao. Wewe jua kikubwa, wewe usikate tamaa wala usiogope. Hii itakupa hamu ya wewe sasa kufanya kazi ya Mungu kwa kasi. Kwamba sasa itanilazimu niende hospitalini, niende masokoni, niende majumbani, niende huko, niende nikawaambia watu kusudi la Mungu. Atakaye bahatika kufanikiwa, huyo ndio Mungu alimkusudia. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Haijalishi unayekaa naye. Unajua wakati tunakutana pale Gongo la Mboto, Mungu alisema na mimi jambo moja. Mungu akaniambia hivi, yuko mtu ameparalyze mahali hapa, hawezi. Ninataka ajitokeza katika viwanja hivi, arejeshewe nguvu zake na uzima wake. Nilitangaza lile jambo zaidi ya mara 5. Lakini baadaye mtu mmoja akaja akaniambia, bana, huyo mtu ambaye umekuwa ukisema mara zote yupo. Yeye ni mkuu wa hiyo dini hapo. Lakini akija anatambaa, anaenda kufanya hiyo ukuu wake wa dini, anarudi anatambaa, anarudi nyumbani kwake. Baadaye ndio maana akashindwa kujitokeza. Kumbe dini yake anayo, imani yake anayo, lakini bado ana ukoma. Ndio maana niliwaambieni, Mungu hana upendeleo. Haijalishi yuko nani mbele yako, mwambie matendo makuu ya Mungu, halafu yeye akatae mwenyewe. Mwingine anahitaji kusikia neno lako tu apate kufunguliwa. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Sisi ni manabii. Mungu anatutumia sisi kwa faida yake. Mungu anatutumia sisi kwa maslahi ya Mungu mwenyewe. Tunapokaa kimya, Mungu anashindwa kupata maslahi kutoka kwetu sisi. Tawi lisilozaa linatakiwa likatwe. Kwa nini mwenye tawi anataka kukata? Kwa nini mwenye mtu anataka kukata tawi lisilozaa? Halimpi matunda. Utaratibu ni ule ule. Mungu anataka kuona wewe unaleta matunda mbele zake. Haijalishi una umri gani. Matunda yanatakiwa yatoke ndani ya kinywa chako. Unajua hata mtu akifunguliwa akipona ni matunda mbele za Mungu, kwa sababu yule anayefunguliwa atalieneza jina la Kristo kwa nguvu. Atasimama katikati ya watu, atawaambia. Hivi unafikiri huruma yake ilikuwa kidogo na Naamani alipopona? Haikuwa mchezo. Yule mwamba hana vidole vimerudi. Haikuwa mchezo. Leo unakutana na mkuu wa dini ambaye kama huyu anatambaa, Mungu anamuinua na anambia acha kutambaa, inuka nenda kufanya shughuli zako. Hivi unafikiri atakaposimama kuwaambia watu atazungumza habari za dini yake? Atazungumza kwa habari ya miujiza na matendo makuu ya Mungu. Ndipo mbinguni malaika wanashangilia. Aheri tawi lenye kuzaa, mbele za Mungu litakuwa na neema. Lakini tawi lisilozaa, utaratibu ni ule ule. Na huwezi kuzaa kama hujaelewa. Shida iko kwenye kuelewa. Mungu unayemtumikia ni Mungu wa namna gani? Hapo tu. Tunaamini watu wengi Mungu tunamtumikia ni Mungu wa mazoea. Mungu atusaidie. Tunaamini Mungu tunamtumikia ni Mungu wa nini? Wa mazoea. Kwamba mimi ninafanya hivi, lazima nionekane kwa sababu mimi ninatakiwa niwe hapa. Yaani huna kitu kipya unachotaka kukiingiza ndani ya moyo wako. Wala huna swali unataka kujiuliza ndani ya moyo wako. Kwa sababu Mungu si wa mazoea. Ndio maana hakuna anayejikuta anahukumiwa inapofika wakati wa kipindi cha ibada. Inapofika wakati wa kumwabudu Mungu. Inapokuta wakati wa kuomba, hakuna anayehukumiwa. Mwingine anaongea na simu wakati mwingine anaomba. Mwingine anashindwa kupaza sauti zake kwa na afya njema. Maana yake huyo mtu sio kumlaumu, hajaelewa huyo Mungu wa namna gani anayemwabudu. Angelimwelewa, hakika machozi yangemtiririka, kwa sababu aina ya maisha yetu sisi ni aina maisha yanayomchukiza Mungu siku zote. Inawezekana usikosee hapa kwa kosea hapa. Inawezekana usiseme hivi ukasema hivi. Haya yote ni machukizo mbele za Mungu. Siamini kwamba 100% unazungumza utakatifu kutwa mzima. Kuna wakati adui anapita ndani ya kinywa chako akajikuta anaingia kwenye kujadili jambo la mabaya juu ya mwingine. Umetenda dhambi ya kupasa kujitakasa. Kuna wakati unaweza kupandishwa hasira kwa sababu fulani tu katamka maneno mabaya zaidi juu ya mtu mwingine. Umetenda dhambi ya kupasa kujitakasa. Lakini je, huyo Mungu unaendelea kuwa naye kwa mazoea, unamuelewa anachokisema? Na kama ungekuwa unamuelewa, hakika kila wakati wewe ungekuwa na bubujiko na machozi. Mungu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Tusimame. Tusimameni. Mama Kolo, imba tena ile nyimbo. Baba yetu wa mbinguni tunakuabudu katika roho na kweli. Lakini wakati unamwabudu Mungu katika roho na kweli, fumba macho yako yakumbuke maisha yako na matendo yako, ndipo utakapoona Mungu anajidhihirisha katikati yako. Lakini kama wewe hukumbuki aina ya maisha yako na matendo yako, usije kumtazama mtu. Kila mtu anajua yeye mwenyewe amekuja kufanya nini hapa. Kila mtu anajua yeye mwenyewe amekuja kufanya nini. Kumbuka maisha yako, kumbuka njia zako, kumbuka matendo yako. Huu ni wakati wa Mungu kukusaidia na kukusamehe. Mungu hawezi kukusamehe kama hajaona moyo uliopondeka. Kinacho Mungu kusababisha moyo ulioshuka na moyo ulionyenyekea na moyo uliokuwa na utiifu, ndipo unapoanguka magotini mwa Bwana. Na Bwana ndipo anapoachilia usamaha ndani ya moyo wako. Ndipo anapokwenda kufungua vifungo, ndipo anapokondoa mapepo, ndipo anapokwenda kuondoa magonjwa, ndipo anapokondoa laana, ndipo anapokondoa vifungo kwa kila
anapambana, amekushikilia ili akurudishe nyuma. Simama mwenyewe. Kama una jambo lolote unahitaji kumshukuru Mungu au kuomba Mungu, yako mambo mengi watu wanapitia, na yako maroho watu yamewakamata, hawawezi kufanya kitu chochote. Njoo tuombe pamoja mahali hapa. Wakati mwingine unapoteza ujasiri hata wa kuzungumza maneno ya Mungu kwa sababu ya watu waliokuzunguka. Njoo tuombe pamoja mahali hapa mchana wa leo. Yuko Mungu mwaminifu, anataka kuona moyo uliopondeka, moyo uliopondeka na kunyenyekea, moyo ulioshuka mbele zake. Yeye hukaa katikati ya hao wajinyenyekezao mbele za Bwana. Na unapokuja mtizame Mungu na ukuu wake, mtizame Mungu na uweza wake. Ndio maana nikawaambia ni yule mama, yule binti aliyotekwa, alipomwona Naamani, yeye alimkumbuka Mungu mwenye uweza. Ndio maana akasema, wewe shida ulionayo sio shida mbele ya Mungu mwenye uweza. Huyo ndio Mungu ambaye nawaambieni hapa mtambue. Njoeni mahali hapa tumlilie Mungu mwenye uweza. Haijalishi una shida gani kwenye familia yako, una shida gani kwenye nchi yako, una shida gani kwenye maisha yako, una shida gani unapitia, haijalishi, yeye ni Mungu mwenye uweza. Wakiwa wanatembea, akasimama mbele yao, akawaambia salamu. Akawaambia mwenyewe katika maisha ya wanafunzi wake, yeye ndio anayesimama kwenye maisha yako wewe. Haijalishi tabia gani imekufanya imekukamata, haijalishi unapigwa na nini, Yesu anasimama kwenye maisha yako mchana wa leo. Alisimama mbele ya wanafunzi akawaambia, ni mimi yule niliyepigwa misumari. Akawaonyesha mikono yake, akawaonyesha miguu yake, akaambia, mimi niliyepigwa misumari na kuwekwa pale msalabani. Niliteseka kwa sababu yenu, nilipigwa kwa sababu yenu, lakini leo niliwaambia siku ya tatu nitafufuka, na mimi leo nimefufuka ili niweze kuwarejesheni uzima wenu. Maana niliwaahidi, nilipo mimi na nyinyi hapo, ndipo nitakayofanya siku ya leo. Anasimama mahali hapa juu ya maisha yako, anashinda ulizo nako. Anasimama mahali hapa juu ya shida na maisha yako. Anasimama mahali hapa juu ya shida na maisha yako. Anasimama mahali hapa juu ya shida na maisha yako. Anasimama mahali hapa juu ya shida na maisha yako. Anasimama mahali hapa juu ya shida na maisha yako. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Mwambie Mungu, ninaomba unisaidie. Yako mambo anapambana nayo, kwa uwezo wangu sitaweza. Omba matako, nyanyua. Ni mimi niliyouawa. Ni mimi. Hata wakaja wakaniweka katika kaburi. Ni mimi nimefufuka. Ni mimi nimefufuka. Ni mimi nimefufuka. Ni mimi nimefufuka. Lakini anasema kwa mateso yangu nimesimama kwa sababu yenu.
Ni yeye yule yule, ni yeye yule yule, ni yeye yule yule. Ongezeni nguvu kidogo ya kuimba, ongezeni nguvu kidogo ya kuimba, ongezeni nguvu kidogo ya kuimba, ongeza nguvu ya kuimba, ongeza nguvu ya kuimba. Ule mwaminifu, Bwana Yesu ule mwaminifu, Bwana Yesu ule mwaminifu. Uliposhuka chomboni ukakutana na mtu mmoja, ndani yake alikuwa na jeshi kubwa. Ulipotamka neno, jeshi akatafuta kwa kuelekea. Nami Bwana ninatamka neno mchana wa leo, kila nguvu zinazokamata watu wako na kuwarudisha nyuma, ninazifunga katika jina la Yesu. Kilichoweka kambi mahali hapa, jina la Yesu, kiti chako tunakivunja na kukiharibu katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo haitawale kiti, tunakiharibu, bali tunashusha uwepo na uwezo wako. Kiti chako cha enzi, Yesu Kristo, kiti cha enzi na kikae mahali hapa kuanzia sasa. Mianya yote tunaifunga, tunafunga katika jina la Yesu. Damu yako ya thamani na isimame katikati yake. Tunaweka ulinzi katikati yake, hakutakuwa na mafuta yote. Nyanyua mikono yako vizuri, nyakati nazipitia ni nyingi. Mkono wako Bwana usimpungukie. Wako maadui wanatamani kumwangusha, lakini damu yako ya thamani iliyokufa msalabani kwa ajili ya wanadamu, na ukasema kwa kupigwa kwako, kwa mateso uliyopata, ukatangaza uzima juu ya watu wako. Damu ya Yesu Kristo na ishuke, takasa, ng'oa, jina la Yesu. Ondoa hicho kiti kitakaa mahali hapa kila nafasi. Ondoa hicho kiti kitakaa mahali hapa kila nafasi. Damu ya Yesu yenye moto na itawale katika jina la Yesu Kristo. Haya, kusanyeni, 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 kusanyeni. Haya, 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 katika jina la Yesu Kristo. Haya, 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 hamtabakia salama. Mmeingia katika hema ya mwana wa Mungu. Mahali hapa, toka, 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 katika jina la Yesu Kristo. Tazama moyo wake unatowaza juu yao na uhalisia maisha anayopitia. Mungu uliofanya njia katika bahari ya Shamu, wana wa Israeli wasitegemee pa kuvuka. Hakuna Mungu mwingine. Moyo uliopondeka na moyo unyenyekea na kushuka ndio moyo unaoupenda. Tazama ndani ya maswali ya mama huyu yaliyo mengi, hajui majibu yatapatikana lini, lakini leo ni siku ya majibu ya maisha yake. Maana Yesu ulipofufuka siku ya tatu, ukajitokeza kwa wanafunzi wako ukasema, ni juu ya familia yake na yeye mwenyewe hazina nafasi. Katika jina la Yesu Kristo, mkono wako wenye nguvu unailiza familia yake. Anakutumaini Yesu asilimia 100, lakini yako mambo hajui ni lini yatatendeka. Ni Yesu uliokufa na ukawatumainisha wanadamu kwamba siku ya tatu utafufuka na utaonekana juu yao. Leo ni siku ya kuonekana juu ya watu hao, kuonekana juu ya uhitaji wako. Imani yako Yesu itatukuka zaidi vile utakavyoonekana juu ya watu hao. Vingine vinaibuka katika familia, lakini Mungu ule mwaminifu umesimama pamoja nao. Tazama uhitaji alionao. Wakati mwingine anasema Mungu achia maisha yangu, wakati mwingine anasema Mungu ninakuachia wewe mwenyewe maisha yangu. Lakini Mungu wewe ni wa kutumainiwa, sio wa kuachiwa. Wewe ni Mungu wa kutumainiwa, tena ni Mungu utendaye matendo makuu. Tunajifunza kwa habari ya wenzetu wanayekutumaini Mungu, ukuwahi kuwapungukia. Bali Bwana ninaomba usiwapungukie watu hao katika jina la Yesu Kristo. Tembea katika kusudi la moyo wao, kusudi lako Mungu lidhihirishe katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe peke yako, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Onekana ndani ya kijana huyu, anapita katika hali ya ujana. Katika ujana alionao yako mengi anakukosea Mungu, lakini Mungu ule mwaminifu ukuwahi kumwacha. Nyakati zote alikuwa naye, umemlinda nyakati za usiku na mchana. Bali Bwana ufanye moyo wake kuwa moyo uliopondeka na kunyenyekea, aogope na kuheshimu jina la Yesu Kristo. Tazame binti huyu Bwana na uhitaji, anatamani kuona yale uliyoahidi yakaonekana njiani. Amekuwa akinenea mambo
mambo mengi ya kinabii, lakini mpaka sasa hajui ni nini kinatokea. Mungu wa Israeli, simama mwenyewe, simama mwenyewe, simama mwenyewe, simama mwenyewe. Ni wewe uliosimama juu ya Naamani ukaulioponya wanadamu. Ni wewe uliotutumainisha kwamba unakwenda kuandaa makao ulipo wewe na sisi tuwepo. Ni wewe usiyetuacha nyakati zote. Onekana Bwana mchana wa leo katika uhitaji. Tazama moyo wake unapobubujika kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Anatamani kuona Mungu ukijibu haja mwema. Anatamani kuona Mungu ukijibu, ukiponya familia yake kwa mtetezi. Onekana Bwana. Endelea kuweka kiu ndani yake, akajue namna ya kutangaza jina lako na matendo yako makuu. Mungu, ninaweka kinywa chake kwa sehemu ya uwakilishi juu yako, maneno yake kama maneno yenye utukufu juu yako. Kati pengine anahusu familia, pengine anahusu yeye mwenyewe. Hana namna nyingine zaidi ya kupaza sauti yake na kukutazama wewe. Na anaposoma habari zako anasikia kwa habari ya matendo makuu ambayo inayotegemea. Neema pekee yako ndio juu ya vijana hao. Onekana Bwana, maana ndio watumishi wako Bwana. Weka uaminifu katikati yao. Ziko vita nyingi wanapitia. Ni wewe Mungu pekee yako. Hakuna mwingine. Onekana katikati yao. Hata wakati mwingine juu ya taifa. Bwana Yesu ndio mwaminifu. Ndio maana akwenda kokote zaidi kukimbilia wewe. Anajua mahali hapa ndipo ulipo. Mkono wako wa thamani na ujidhihirishe. Rejeshe utimamu wa fikira. Rejeshe utimamu wa akili. Rejeshe Bwana, kama ulimleta duniani, tunaamini umeleta watoto ambao watakutumikia. Ondoa kama ni mkono wa mjaribu, tunaufuta. Kama ni mamlaka na uwezo wako, shauku alilona anatamani kukutumikia, lakini ujana umemkamata. Bali Bwana uponde moyo wake, ukawa moyo wenye uaminifu, akasimama kwa nafasi yako, kusudi lako onekana juu yake kwa pale utukufu wako. Mungu ulio mwaminifu, ifanye mioyo ya watu wako iwe ni mioyo ya nyama, yenye kupokea na kusikia, yenye kutii na kunyenyekea, yenye kuamini na kuamini, katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kila aina ya ukengeufu, roho machafu yakikamata ndani ya moyo wake, yakamtoa katika mfumo wa mwana wako ulio mwaminifu. Mungu, simama mwenyewe. Mapepo, hila, mila na desturi havina mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Sasa mapenzi yako, hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe kimbilio la watu wako. Tumejifunza mambo mengi sana kwa habari ya maisha yetu sisi wanadamu. Kumbe maisha yetu yatupasa kulitangaza jina lako. Kumbe maisha yetu yatupasa kutambua uwezo wako. Kumbe maisha yetu yatupasa kujua Mungu na mamlaka yako. Kumbe maisha yetu ni mtumishi wako. Ninakushukuru kwa hicho ambacho Mungu umeweza kunipa. Mungu, niseme nini zaidi ya kukushukuru? Ninatamani kuona kazi yako ikiendelea kukua na kukua, hata watu wako wakiendelea kubarikiwa na kufanikiwa, jina lako likatangazwa na kuinuliwa popote. Ninatamani kuona kila ninayemwona akajua matendo yako makuu. Mungu, ninakushukuru kwa watu wako ambao Mungu umewakamata. Naomba tusimame tuahirishe ibada yetu. Kama nilivyowaambia, ikiwa unapata neema ya kwenda kule Muhimbili Moi, Mungu akubariki, Mungu akutangulie. Hapa napo tamka habari, lakini wewe waweza kutufanya tayari. Neno lako tulijue, tupenda Roho wako. Hayatakuwa ya bure haya maneno yako, hayatakuwa ya bure haya maneno yako. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, hakika hatujastahili wala hatukustahili Bwana kusikia wala kupokea habari njema hii,
ya maisha yetu na utumishi wetu na mwito uliotuitia Bwana, bali wewe ndio uliyeweza kutufanya tayari, ili kwamba Bwana neno lako tulijue, ili kwamba Roho yako Mtakatifu atuongoze. Tunaamini kwamba hayatakuwa ya bure haya maneno yako, maana ni mfano wa mvua inyeshavyo juu ya ardhi na kuichipusha kila aina ya mbegu, ili ipate kumpa anayelima Bwana mazao ya kumfaa, ili naye Bwana kama ambavyo amekusudia kupanda avune kile alichopanda. Neno lako ni mbegu Bwana Mungu, tunaomba lizae matunda ya kukutukuza wewe Mfalme. Asante kwa ajili ya watumishi wako wote waliotumika mahali hapa toka asubuhi tulipoingia. Tumekuona Bwana ukituhudumia, ukujua wewe Mfalme na nguvu zako, na kujua kwamba wewe Mungu una upendeleo, bali wewe Bwana hutoa baraka na amani, ushindi, furaha, uponyaji, uzima na afya, na kufunguliwa kila aina vifungo kwa watu wanaokujia wewe Bwana, maana wameujia ufalme wako. Asante Mfalme, tunakushukuru Bwana. Tunawakabidhi watumishi wako wote waliokuja na kusimama katika zamu yao kila mmoja. Asante kwa ile sadaka zilizotolewa na changizo zote. Asante Mungu kwa ajili ya kila nafsi iliyojihudhurisha mahali hapa. Mungu, ninaomba wakumbuke watu wako, isiwe bure, wala neno lako Mungu lisiwe bure. Ibarikiwe jina lako Mungu kwa namna ya pekee kabisa. Endelea kumsogeza yule kijana aliye pale katika mikono ya matabibu. Tunaomba Bwana Yesu umtibu na kumganga mwenyewe, ili apate uponyaji, afya na nguvu, apate kurejea na kukutukuza wewe Mfalme. Asante kwa ajili ya wale wote ambao Bwana Mungu wanakuwa karibu naye. Tunaomba watie nguvu, upendo wako uwe pamoja nao. Asante Mfalme kwa ajili ya nchi yetu, tunazidi kuileta mbele zako. Tunaomba Bwana ifunike kwa amani yako na utulivu, baraka Mungu na upendo wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wa Tanzania Baba, tupate kusimama tukikuona wewe Bwana, mtetezi wetu na kimbilio letu na jibu letu katika mambo yote. Pokea sifa na utukufu Mungu kwa ajili ya watoto wako ambao tunatawanyika katika wiki hili kwenda huko na huko. Wanafunzi watakwenda, wengine wamepumzika, wengine wanaendelea na masomo, wafanya kazi wanaendelea na kazi zao, wafanya biashara na biashara zao, watumishi Bwana na huduma ulizotupa Mungu katika mambo yote. Tunaomba bariki kuanzia ngazi ya familia, Mungu mwenye nguvu, hatimaye Bwana katika mambo yote tukurudishie Mungu utukufu, maana wewe ndio utuwezesha na kutupa nguvu ya hata kupata utajiri na kupata baraka na amani kwa ajili ya kazi yako inayoendelea mahali hapa Mungu, ya ukarabati wa jengo na mambo yote ya kuimarisha huduma zetu. Ninaomba Bwana, simama mwenyewe Mungu. Tuseme nini Mungu? Tunakushukuru tukiamini hakika kwamba Bwana haya utayafanya na zaidi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo naomba, tuseme amen. Haleluya. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Twende na amani ya Bwana.